maendeleo vipi? Maendeleo kama alhamdulillah, namshukuru Mungu, maendeleo yanaenda vizuri. Kama leo nimekuja kupata burudani, maisha mengine yanaendelea. Nimekuja kupata burudani. Namna ambavyo umetazama mchezo wa ligi kuu soka Tanzania kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union, mchezo uliomalizika kwa 3-0. Kitu gani ambacho naweza kusema kwa namna ambavyo umetazama? Of course mechi ilikuwa ni nzuri, mechi ilikuwa ni ya kiufundi zaidi. Ukiangalia kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika 90 mechi ilikuwa ni nzuri, lakini angalia daraja la Coastal Union pamoja na daraja la Young Africans, unaenda kuona kabisa kwamba ni timu mbili tofauti kwenye mahitaji ya timu pamoja na pia kwenye mchezaji. Yanga waliwaplace sana Coastal Union, maana kwenda kwa kabia juu ni kwa sababu kutengenezea cost, kutengeneza makosa ya lazima. Ukiangalia goli la kwanza ilikuwa ni makosa ya mchezaji wa Coast, ametani vizuri, lakini aipeleke wapi ile pasi ambayo alikuwa anatarajia iende sehemu sahihi, akakuta kwamba tayari Dar es Salaam Africans wameenda kuwakabia juu, wakatengeneza makosa, wakaiba, akawekewa Alan Okello upande wa kulia ambao alikuwa anatakiwa yeye apige na mguu wa kulia, lakini alikeo na mguu wa kushoto, akatumbukiza goli dakika ya kama 14-20. Yanga wakarudi second half, wakaweza kupata magoli mawili kwa idadi ya goli 3. Ukiangalia ni mchezo namna gani ambao ulikuwepo, ni kwa kiufundi zaidi. Mabena aliwafanyia analysis kabla ya game, akawajua Coast ni timu ya namna gani ambao wana process na kuwa na kasi. Kwa hiyo yeye aliamua kwenda kuwazuia juu, kuweza kuwazuia ili angalau wasilete mashambulizi yale ya kuweza kwa indirect wakawa wanatengeneza mashambulizi ya kushtukiza. Mimi naamini Alan Okello ana consistency nzuri kwa siku ya leo. Alikuwa anastahili kuwa man of the match kwa mfululizo. Juzi tumeona kuna mechi ya KMC amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Halikadhalika leo amekwenda kufunga goli 2 na assist 1. Ina maana ni mchezaji iwe isiwe lazima uende kumpa tuzo yake ya man of the match katika mechi ya leo. Kwa hiyo all sasa Young Africans mechi imekwisha. Wametoka na alama 3 na magoli 3. Zungumzia goli lake la pili, lakini pia unaweza kusema na consistency ya Alan Okello. Kiwango chake kwa namna ambavyo anaendelea sasa hivi. Unamwona wako waliosema kwamba ni mchezaji wa kawaida, lakini wako wanaosema bwana alikuwa anapoza mechi kubwa. Kitu gani ambacho tunaweza kusema? Maisha ya Simba na Yanga huwa ni maisha ya kukosoana, lakini utambue nikikurudisha nyuma kabla ya dirisha dogo, Alan Okello alikuwa na asilimia 75 kuja Simba Sports Club. Kwa hiki anachokifanya, sidhani kama kuna mtu ambaye mimi mwenyewe kama shabiki wa Simba sipendi ukiona anafanya kitu kizuri kwa kuibeba timu yake mabegani na kwenda kuipa matokeo. Kwa hiyo watu watabeza, watu watamtoa kwenye njia, lakini kama yeye ni mchezaji mkubwa ataweka pamba masikioni na kuangalia kitu gani ambacho mimi nahitajika kukifanya ndani ya Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo kiwango chake kinakwenda kuwasuta watu ambao walikuwa wameanza kumwambia Alan Okello ana mechi, amecheza mechi ngapi hana goli, amecheza mechi ngapi hana assist. Lakini sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu ni numbers. Namba zake Alan Okello zinatisha sasa hivi. Huwezi kukaa kumuongelea mbaya Alan Okello. Only kikubwa mchezo wa mpira wa miguu anachokifanya Alan Okello ndicho kitakachokwenda kuwafunga watu midomo, kwa sababu consistency yake anayoifanya ndani ya pitch inakwenda kuwafunga midomo wapinzani ambao walikuwa wanahisi kwamba muendelezo wa ile assist ya goli 3, assist 3 alizozitengeneza Mwanza labda ilikuwa ni eneo ambalo alikuwa amebahatisha. Lakini sasa unapokuwa unatengeneza uzuri leo, ukatengeneza uzuri kesho, basi unakuwa ni star wa timu na kuweza kubeba timu yako katika mabega. Mimi nataka uniambie hapo kwenye eneo la midfield sasa wanaonekana kufanya vizuri kila timu. Ukiangalia play, ukiangalia kwa Simba kwa Chama kuelekea katika hizi mechi za mwisho, unaona wakiendelea kuwa na consistency hiyo ya kuhakikisha wanabeba, ukiangalia kwa upande wa Chama, ukiangalia kwa upande wa Fei na kama kwa hapo kwa Alan Okello kama bado unasema. Mimi sitaki kumkompea Alan Okello na Chama, sitaki kumkompea Alan Okello na Faisal. Mimi nahitaji Alan Okello acheze yeye kama Alan Okello, kwa sababu ndio kwanza ana miezi 6 kwenye Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo nikisema nikutengeneze comparison na Chama, nitakuwa naukosea mpira. Alan asimame kama Alan na yeye mwenyewe asijivike kinyago na mtu yoyote. Afanye hiki anachokifanya kama nyuma yake, kama vile hakuna mtu ambaye analinganishwa naye. Mimi naamini bado Starboy ni kijana mdogo, na hata Dar es Salaam Africans na waomba management ya Yanga, naamini kabisa kwamba president na jopo lake zima, nazungumzia management ya Dar es Salaam Africans,
ni viongozi smart na ni vijana ambao wanakuwa wana model football, wanajua jinsi gani kufanya. Kama wana mkataba mdogo na ujangi, wamuongeze mkataba. Kama na miwili basi wampe hata mitatu au na mitano. Kama na mmoja angalau wampe minne baki na mitano, kwa sababu hii ni pesa. Kama ni pesa, mpira sasa hivi ni pesa. Unapoinvest kwa kijana kama huyu, kwa kitu ambacho anakifanya, age yake anaweza kuchezea Yanga zaidi ya miaka 7 mpaka 6, na hii ni pesa. Vipo vilabu vingi ambavyo vinahitaji kusajili vijana ambao wanatengeneza project yao na vijana. Wewe kwenda sasa hivi na project ya miaka 4 5, ukaenda na mtu mwenye age ya miaka 35. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza project lazima uende na umri wa mchezaji ambaye ni Yanga. Si ndivyo? Kwa mimi naamini uongozi wa Yanga, Alan Okello, hii ni pesa. Na waomba management ya Yanga wajaribu kuitengenezea project yake nzuri. Kama ana mkataba mdogo, wajaribu kuboresha, ili mimi naamini miaka si mingi kuna timu za kuja. Ataambia Young Africans anaanidite mpaka sasa hivi posti ambao inajua labda ndipo ngumu, lakini unaona Young Africans anazidi kuchota ngumu. Katika vilabu 16 ya ligi yetu NBC Premier League, Dar es Salaam Young Africans peke yao ndio hawajapoteza mechi. Unaelewa? Kwa hiyo hii ni nafikiri kama sio ya 51. Kitu kama chukua kumbukumbu yangu. Yanga kwenye ligi hawajafungwa mechi ya aina yoyote. Kwa hiyo ni namna gani wanatisha. Hata wewe ukiwa opponent unataka kuingia kucheza Dar es Salaam Young Africans, lazima ujitathmini. Mtu ambaye ana upinzani mkubwa na Yanga ni Simba. Simba ameshindwa kumfunga Yanga. Kwa hiyo ukiona kabisa kwamba kuna mtu wake wa karibu ambaye wanashabihiana nje ya uwanja na ndani ya uwanja ameshindwa kumfunga, je, mimi ni nani? Kwa hiyo lazima ujitathmini kabla hujakwenda kukutana na Young Africans. Hilo ni onyo ambalo mimi nalitoa kwa vilabu ambavyo bado